Karibuni tena kwenye channel yetu Daktari Nipe Shauri. Ndani ya video hii tunataka ona namna gani kila mwanamke, kila msichana anaweza jua wakati wake wa kubeba mimba na huyu mwanamke anakuwa na hedhi ya kubadilika kila mwezi. Okay? Hii inakuwa kwa wanawake wengi, wasichana wengi huwa wanakuwa na hedhi ama mwezi ya kubadilika kila tarehe. Kama hii mwezi alipata regle zake tarehe 27 ama 27, mwezi ya kufuata anapata hiyo menses ama hiyo regle yake kwa tariki ambazo zinapishana na hii mwezi, na hii inawafanya wasichana wengi huwa wanabeba mimba pasipo kujua walibeba mimba je. Lakini hiyo inatatiza wanawake wengine kutafuta kubeba mimba, wanashindwa kubeba mimba sababu hawajui ni wakati gani wanaweza beba mimba, wanaweza kuwa na ujauzito, kwa sababu hawajui wanakutana hedhi yao ama wakati yao ya kubeba mimba hawaifahamu. Ndio maana nimefanya video hii ili nikufasirie vizuri uweze kujua namna gani unaweza kufanya. Mimi naitwa Daktari Safari Jackson. Kama ni mara kwanza kwako kuona video zetu, na kuomba ubonyeze kwenye subscribe, uklike kusabone, na kama una swali klike fasi ya comment, uandike kwenye comment ama ndani ya commentaire, tutakujibia. Kitu ya kwanza inakubidi we ujui ni kuwa kama unataka ujue wakati gani unaweza beba mimba ama unaweza pata ujauzito, ni vema ujue hedhi ambayo inabadilika kila mwezi inakuwa namna gani. Sio kwa wewe ulipata hedhi ya hii mwezi, ulipata regle zako tarehe 27, mwezi ya kufuata ukipata tarehe 28 ama 28, hapo utasema hedhi yako inabadilika. Sio hiyo. Unaweza ipata hii mwezi kwa hii tarehe na mwezi ya kufuata unapata kwa tarehe tofauti, na bado hedhi yako iko stable, haibadiliki. Kwa sababu gani? Kwa sababu kile ambacho sisi tunahesabu sio tarehe, lakini ni siku ambazo zilipita kati ya siku ambayo ulipata hiyo damu na siku ambao utongeza pata damu. Hiyo masiku iliyopita, hapo ndio tunahesabu, tunasema huyu hedhi yake haibadiliki, ama siku zako za regle hazigeukake sana, ama siku zako za kupata regle zinageukaka sana. Tunasikilizana. Acha tukupatie mfano. Kwa mfano, wewe ulipata hedhi yako ama mwezi yako au regle zako ulizipata leo tarehe 27, okay? 27 ulipata leo. Kisha tarehe ambayo utaongeza pata regle zako itakuwa tuseme tarehe 23 za mwezi wa 7. Kama ulipata 27 leo na unaongeza pata 23 za mwezi inaokuja, hapo ni kusema una hedhi ama una cycle ya tarehe 28. Na kama hiyo mwezi ulipata 23 na mwezi itakao kuja utaipata 21 ama 20, na unahesabu unakutana hizo siku zinaendelea kuwa 28, jua kwa hedhi yako haibadiliki. Siku ndio ambazo zinabadilika, ndizo zinazobadilika, lakini hedhi yako ama sikli yako haibadiliki. Wewe sasa hivi tunavyosema hapa havikuhusu. Mtu ambaye hii inahusu ni huyo ambaye hii hedhi yake ama sikli yake ya hii mwezi ilikuwa 28 ama 28. Mwezi ya kufuata anaona inakuwa 23, mwezi itakaofuata inakuwa 30, okay? Mwezi ambayo itafuata inakuwa 28,
na inaenda ikibadilika hivyo hivyo. Inapobadilika hivyo sasa, unakuta siku za hii mwezi ilikuwa 27, mwezi ya kufuata inakuwa 20, mwezi ya kufuata inakuwa 30. Ni vema ujue mambo ambayo nataka kusema ndani ya video hii. Kitu ya kwanza, kama wewe unakuwa na hedhi ya kubadilika kila mwezi, hiyo masiku huwa inabadilika kila mwezi, ni sharti ujue alama ama ishara ambazo zinakuwa kwa mwanamke au msichana ambaye anakuwa kwenye tarehe zake za kubeba mimba. Hizo ishara ama hizo alama ni alama gani sasa? Alama ya kwanza ni kuona matiti yako inavimba. Okay? Wakati mwanamke anakuwa kwenye wakati wake wa kubeba mimba, huwa hormone zake zinakuwa nyingi sana. Hormone zikishakuwa nyingi, inafanya hayo matiti ama maziba yake inavimba. Okay? Mimi sikusema maziba inauma, hapana. Maziba inavimba. Hiyo maziba inaweza kuvimba ama matiti inaweza kuvimba, lakini inauma kidogo, lakini sio sana. Haya matiti yanapovimba, kunakuwa ishara nyingine ya pili. Kunakuwa alama ya pili. Alama ya pili ambayo kila mwanamke inabidi ajue ni alama ya kusikia ana joto nyingi. Okay? Kama wewe ni mwanamke unasikia matiti yako yanavimba, unakuwa na joto nyingi, jua kuwa kwa wakati mmoja inawezekana kuwa wewe unakuwa kwa wakati wako wa kubeba mimba. Lakini kitu kingine inakubidi wewe ujue kama mwanamke ni kuwa saa moja unaweza sikia una hamu ya kufanya tendo la ndoa. Wakati unasikia kwa wakati huo matiti yako yamevimba, unasikia unakuwa na joto nyingi katika mwili wako na unasikia hamu ya kufanya tendo la ndoa inaongezeka, jua kwa hiyo wakati ni wakati ambako ukifanya tendo la ndoa unaweza beba mimba, unaweza kuwa na ujauzito. Lakini kitu kingine inakubidi ujue ni kujua kuwa kuna maji yanakuwa nyingi kwenye viungo vyako vya siri. Maji yanapokuwa mengi kwenye viungo vyako vya siri, na hiyo maji inatoka ikiganda, jua kuwa unakuwa kwa wakati wako wa kubeba mimba. Lakini unapojua hii nini sasa itakusaidia? Hii itakusaidia kwa sababu gani? Kwa sababu kama vile tulivyosema hapo mwanzo, wewe mwezi wako unaenda ukibadilika, kila mwezi unabadilika. Okay? Tarehe ambazo ulipatia hizi alama inapishana na tarehe ambazo utaipata kwa mwezi ufuatao na mwezi ufuatao na mwezi ufuatao. Hivi sasa kwako inabidi uchungane na hizi alama, uone kwa hii mwezi eske niko napata hizi alama, eske niko nasikia matiti yangu au maziba yangu inavimba, eske niko nasikia niko na hamu sana ya kufanya tendo la ndoa, eske niko naona maji kitoka kwenye viungo vya siri ikiwa nyingi, eske niko nasikia maumivu kwenye tumbo langu la chini. Okay? Unasikia maumivu kwenye left side ama right side. Unaposikia hii maumivu, ni lazima ujue kuwa huko kwa wakati wako wa kubeba mimba, lakini ni lazima ujue kuwa ni wakati unajua kama inabidi ujilinde kama hauko tayari kubeba mimba. Sababu watu ambao wanaweza beba mimba ni watu ambao wanakuwa na jukumu, wanakuwa na pato ya kulea mtoto. Kama wewe huna pato ya kulea mtoto, lazima inakubidi wewe ujilinde kubeba mimba. Na unapoona hizo alama zote, inakubidi ujilinde, fanya tendo la ndoa. Lakini kitu kingine ambao watu wote inawabidi wajue, sana sana wanawake na wasichana, ni kuwa ukiona mwezi yako inabadilika sana, na hii inafanya miaka mingi, ni lazima mwende kwa daktari wakupime. Wanaweza kufanyia ultrasound, abdominal ultrasound, wanaweza kufanyia ingine lab exam, wakamata damu yako, wanapima
wanaona kwa kweli kama hauna magonjwa fulani, kwa sababu kuna magonjwa kama polycystic ovarian syndrome ambayo ni magonjwa yanaweza kufanya wewe ukue tasa, ukose uzazi, ukose kuzaa au ukose beba mimba. Sababu hii magonjwa inapoingia kwa mwili wako ina disturb ama inaharibu matumizi ya mwili wako, na hii inakufanya wewe usiweze beba mimba. Sasa unapoona mwezi yako inabadilika sana, na hii inafaa miaka mingi, na unakuwa na masign kama wewe ni mwanamke, unakuwa na ndevu nyingi, unaona unaanza nenepa visivyo vya kawaida, ni lazima, ni sharti uende kwa daktari wakupime, waone kwamba hakuna magonjwa fulani ambao inaweza kuwa inajificha ndani ya mwili wako, na hiyo magonjwa inaweza kufanya wewe kuwa tasa, unakosa uzazi. Lakini sio yenyewe, sababu unaweza kuwa na magonjwa mengine kama magonjwa ya kisukari, kama magonjwa ya kansa, ambayo inaweza kufanya wewe matiti yako ya vimbe, na wewe unakaa nyumbani unadhani kuwa ni vitu vya kawaida, na japo wewe umeisha magonjwa ya saratani ama magonjwa fulani. Kama hii video imekusaidia na imekufunza vitu nyingi, na kwamba ubonyeze kwenye subscribe, uklike kusabone, na kwaherini.